Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike duniani kama. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate neema na Mungu wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha pili. Yesu anapokea msalaba. Yesu tunakuabudu na kushukuru. Kwa kuwa umewakomboa kutoka msalaba wako mtakatifu. Yesu anakubali kupokea msalaba kwa ajili ya wokovu wa watu. Ndivyo anavyonifundisha moyo wa sadaka, moyo wa kujitolea na kujisahau kwa ajili ya wengine. Yesu wangu mkarimu, mimi pia ninao msalaba wangu. Jirani zangu, mwenzangu wa ndoa, watoto, wazazi wangu, kazi zangu, joto, baridi, njaa, kiu, vishawishi, magonjwa na matatizo mengine ya maisha. Wajibu wangu kwa Mungu, kwa umma na kwa kanisa. Hayo yote ni msalaba. Unipe ukarimu wako Yesu, niyapokee bila kunung'unika na kuyabeba vyema. Ndugu zangu, katika kituo hiki cha pili tunaalikwa kupokea yale yote tunayokabidhiwa kama majukumu na kazi zote. Tuyapokee bila kunung'unika, na tusiyapokee kwa ajili ya faida yetu, bali kujitoa sadaka. Tunapowatumikia wengine, tunamtumikia Mungu. Tutumike kwa ajili ya wengine, sio kwa ajili ya faida yetu peke yetu. Na tukubali yote kama vile Kristo alivyokubali kubeba msalaba kwa ajili yetu, sio kwa ajili yake. Akachukua dhambi zote kwa ajili yetu na akaubeba msalaba mpaka Kalvari. Na sisi tuwe na moyo wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Ona Mungu Amina.
cha tatu, Yesu anaanguka mara ya kwanza. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu amedhoofika sana, anaanguka chini kisha anasimama. Anaendelea na safari ya ukombozi. Yesu ulianguka chini ya msalaba kwa ajili ya udhaifu, ukasimama tena. Usiniache katika tamaa nikianguka dhambini, bali nisimame mara moja nikufuate. Yesu anaonyesha udhaifu wa kibinadamu. Ingawa alikuwa Mungu, alichukua mwili wa kibinadamu na akakabiliana na uchovu na maumivu kama sisi. Kwa huruma yake anapitia mateso makali kwa sababu ya dhambi zetu. Anatukumbusha daima tuwe na huruma kwa wenzetu. Yesu anaanguka, anasimama na anaendelea na safari ya ukombozi. Kwa tendo hili anatuongezea matumaini kwamba tunapopita katika changamoto mbalimbali katika maisha yetu, upo uwezekano wa kuinuka tena na kuendelea mbele huku tukimtazama. Tuombe neema ya Mungu ili tuweze kuwa wepesi katika kubadili mienendo yetu na kumfuata mara. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate neema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Kituo cha 4. Yesu anakutana na mama yake. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Mama Maria anaumia sana
anasononeka kweli pale anapokutana na mwanaye Yesu akielekea Kalvari. Ni uchungu ulioje kwa Maria ambaye pia ni mama mjane, mama aliyetegemea sana Yesu Kristo kudumisha hadhi yake. Anakutana sasa na Yesu akiwa njiani kwenda kuuawa. Na Yesu anapokutana na mama yake hawezi kitu, anamtuliza. Naye Maria anamtuliza Yesu. Wanatulizana wawili. Mateso yao yanakumbatiana, yanapata maana ya kuteseka kwa ajili ya wokovu wa dunia, kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Bwana, tupe nguvu ya kuwasaidia kina mama kuyafuta machozi yao pale wanapokutana na watoto wao katika hali ngumu ya maisha, pengine hali ya kufikia hatua ya kukata tamaa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Amina. O Simoni, heri ya kweli, mimi pia Yesu nisaidie, uchukua mzigo wa ukombozi, Kituo cha 5, Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. na usifu ukarimu wa Simoni wa Kirene. Bwana, unijalie ukarimu kama huo, nitie ushujaa kama huo, nitikie nami wito kukusaidia kuchukua msalaba. Nitoe zaka na michango yote uenezaji wa dini, nijitolee mimi mwenyewe katika kazi ya maendeleo ya dini. Uwajalie vijana wengi wito wapate, waweze kuchukua msalaba pamoja nawe kwa ajili ya wokovu wa dunia. Waimarishe viongozi wa dini, ustawishe mioyoni mwa waamini wote mwamko wa utume. Wapendwa sana katika imani, katika kituo hiki cha 5 naalikwa kutafakari ukomavu wa imani yetu. Na hivi Simoni anaonyesha ukomavu ajabu bila kuogopa sura za watu, kwa yale aliyopaswa kuyatenda kwa Mungu na jirani. Na hivi sisi nasi tunaalikwa kuwa tayari bila kutoa sababu hizi na zile pale tunapopaswa kutenda wajibu huo
kwa majukumu yetu ya usuyo imani. Na hivyo wakati mwingine tunajikuta tukisema michango imezidi, mara hili mara lile. Basi tunaalikwa ya kwamba katika majukumu yetu hayo tuyatekeleze vyema bila woga, lakini pia yakatusaidie kujenga utu wetu, na sio pale ambapo tunajikita katika kutengeneza vitu na mwisho wa siku tunajikuta tunapoteza utu wetu, ili basi utu wetu ukatengeneze vitu. Wapendwa, tuzidi kumwomba Mungu kwa njia ya msalaba huu atuimarishe kuchukua msalaba wetu vyema, kuitika wito wetu katika nyanja zetu mbalimbali, iwe ndoa, iwe upadre, utawa, lakini katika vyama vyetu vya kitume, mashirika ya kitume na kadhalika. Baba yetu Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana utuhurumie. Tuze waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Uso wa Yesu malaika Veronica anapangusa uso wa Yesu. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Mungu umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Mama huyu ni kinyume kabisa cha Pilato. Veronica anajua analopaswa kutenda na analitenda bila kujali macho na maneno ya makundi ya watu waovu. Yesu, uliyemtusa Veronica zawadi ya picha ya uso wako juu ya kitambaa, unijalie ushupavu na ujasiri wake wa kutenda mema, ili roho yangu ipambwe kwa chapa ya uungwana na utakatifu wako. Wapendwa, katika kituo hiki tunaona ushujaa wa Veronica ambaye pasipo kuogopa macho ya watu, pasipo kuogopa silaha na ukali wa askari, anamsogelea Yesu na kupangusa uso wake Kristo. Anatenda kile ambacho kila Mkristo anaalikwa kukifanya, anatenda matendo ya huruma. Bwana Yesu, kwa unyenyekevu tunakuja kwako leo, tukitambua udhaifu wetu katika kubeba misalaba yetu ya kila siku. Tunakuomba utujalie ushupavu na ujasiri wa kutenda mema na kusimamia haki na amani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu,
utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha 7. Yesu anaanguka mara ya pili. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu, ulilegea mno kwa mateso makali unapoanguka mara ya pili kwa ajili ya udhaifu wa mwili. Wanionya kwamba hata mimi naweza kurudi dhambini kwa udhaifu wa moyo. Nipe basi neema ya kuepuka nafasi za dhambi na visa vyenye kunikwaza na kunirudisha dhambini. Ndugu wapendwa, katika kituo hiki cha 7, Yesu anapoanguka mara ya pili anaendelea kutufundisha kwamba kuanguka kwa mwanadamu ni kawaida, lakini kusimama na kuendelea ndio inayohitajika kwetu. Sisi ni wadhaifu, lakini udhaifu wetu tukiunganisha na udhaifu mateso yake Bwana wetu Yesu Kristo, tutashinda. Katika safari yetu hapa duniani tumtegemee huyu, ili tukianguka atuinue mara moja, na tuendelee na safari yetu ya kufikia ufalme wa mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Bwana uturumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Kituo cha 8. Akina mama wanamlilia Yesu. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Asanteni sana akina mama kwa moyo wenu wa huruma. Yesu, uliyetulizwa na wanawake, unipe moyo wa kuwaheshimu akina mama wote. Uwaite na wasichana wengi waingie utawa, ili watulize moyo wako mtakatifu kwa sala na sadaka zao. Wapendwa,
Katika kituo hiki cha 8 tunaona kina mama wanamlilia Bwana wetu Yesu Kristo. Katika maisha yetu ya kila siku, mama anapata uchungu sana anapomuona mwanae anateseka, anashindwa kufanikiwa katika maisha yake. Na ndiyo maana siku zote mama anabaki mlezi, mama anabaki akiendelea kumlelea mwanae hata katika utu uzima wake. Kumbe tunakumbushwa siku zote tuendelee kuwapa kina mama moyo wa kuendelea kuwalea vyema watoto wao, na zaidi sana kutimiza wajibu wao kama mama. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Amina. Mwokozi Sasa ni ya tatu kuanguka chini ya msalaba, katika dhambi za urejevu nijue kutubu ima. Kituo cha 9. Yesu anaanguka mara ya 3. Ee Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Ee Yesu, unayezidi kudhoofika kwa mateso, unaanguka mara ya 3. Upate kunistahilia neema ya kuutiisha mwili wangu na kuusulubisha, licha ya kuepuka nafasi za dhambi. Mara nyingi mno ninajibovusha kwa kupenda mno starehe, anasa na tafrija. Ee Yesu mwema, nisaidie kufuata mfano wa Mtakatifu Paulo, niutese mwili wangu na kuutumikisha, ili nipate siku moja tuzo mbinguni. Ndugu zangu, katika kituo hiki cha 9, pamoja na kwamba Yesu ameanguka mara ya 3, hakubaki ameanguka. Alisimama tena na akaendelea na safari ya ukombozi, kwa sababu alitambua kwamba safari ya ukombozi kikomo chake ni msalabani. Pengine mimi na wewe kuna sehemu ambako katika maisha yetu tukiwa tunadai haki, labda tumeteswa, tumepata mateso, tumeanguka mara ya kwanza, tukaanguka mara ya pili, tukaanguka tena mara ya 3. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie fadhila ya ujasiri, ili basi tuweze kuendelea tena katika kuendelea kusimamia yale ambayo yatakayotupa amani na furaha katika kumfuata mfufuka wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa.
Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana, utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Kituo cha 10. Yesu anavuliwa nguo. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Askari wanamvua kwa nguvu nguo yake iliyogandamana na madonda yake. Wanayaamsha mara moja mateso yote aliyoteswa tangu mwanzo. Yesu, unayevumilia mateso makali haya, upate kunifundisha kuvua kwa nguvu moyoni mwangu urafiki mbaya au kitu kingine chochote kile kinachoharibu urafiki wa Mungu, hata ikinipasa kutoa sadaka kubwa. Ndugu zangu, katika kituo hiki cha 10, Yesu anavuliwa nguo. Lengo la Yesu kuvuliwa nguo ili aweze kupata aibu, ili aweze kudhalilishwa katika maisha yake. Tukijiangalia nasi ndugu zangu katika maisha yetu na katika Ukristo wetu, hapa na pale huenda tunawavua watu nguo kwa maneno yetu, kwa matendo yetu, na hata wengine wamewekwa magereza kwa sababu hawana uwezo, hawana nguvu ya fedha. Huko ni kudhalilishwa, huko ni kuwanyenyekesha wengine pasipokuwa na mastahili. Tumwombe Mungu basi tuweze kuwahifadhi wenzetu, na kama ni masahihisho tuwasahihishe kwa moyo wa upendo wa Mungu. Tumwombe atutie nguvu ili tuweze kutekeleza hayo yote Yesu alivyovumilia na akapokea yote kwa ajili sisi tuweze kupata kupona. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni.
Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba Na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Hapo Kristo Bwana wako alazwa msalabani, mara miguu na mikono yafungwa kwa misumari. Kituo cha 11. Yesu anasulubishwa msalabani. E Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru Kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. E Yesu uliyepigiliwa misumari msalabani, tunakutolea akili na utashi wetu vifungwe pamoja na miguu yako, tupate kuwaza, kusema na kutenda siku zote yale yanayolingana na utukufu wa msalaba wako mtakatifu. E Yesu, sisi ni wafungwa wako, tusaidie kuimarisha kifungo hicho kwa sala, sakramenti na fadhila za Kikristo. Uzangu, katika kituo hiki cha 11 namuona Yesu anasulubishwa msalabani. Anafikia kilele cha kazi yake aliyokuja kuifanya hapa duniani kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Wakati mwingine katika maisha yetu tunasulubishana misalabani kwa kuwanenea wenzetu vibaya, kwa kuwatendea wenzetu vibaya, na hata pia kushindwa kuwasaidia wale wenzetu ambao wanajikuta kwenye mazingira kama haya, wanapotujia na kutuomba msamaha na msaada. Basi ndugu zangu, na sisi tuwe Kristo mwingine ambao tunakubali kusulubishwa kwa ajili ya kuwasaidia wengine, hasa wanaotujia na kutuomba msaada katika mazingira magumu ya maisha yao. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. E Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Yesu Kituo cha 12. Yesu anakufa msalabani.
E Masia, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. E Yesu uliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, unijalie nichukie dhambi, nisiishi kamwe katika dhambi. Nifahamu kwamba nilipobatizwa kwa jina lako, nilibatizwa katika mauti yako, ili utu wangu wa kale usulubishwe nawe, mwili wa dhambi uangamizwe, nisitumikie dhambi tena. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Amina. Yesu anashushwa msalabani. Yesu tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu uliyeshushwa msalabani baada ya kufa, nijalie nidumu katika maisha ya kukutoa sadaka mpaka siku ya kufa kwangu. Nielewe na nikubali kwamba baada tu ya kufa ndio mwisho wa vita na mashindano ya Kikristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo
tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu uliyezikwa kaburini ukafufuka siku ya tatu, mimi pia nilizikwa pamoja nawe kwa njia ya ubatizo katika mauti yako. Kwa vile wewe ulifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, unijalie nami nifufuke, yaani nishike mwenendo mpya, mwenendo wa uzima na neema. Mahujaji wenzangu katika matumaini, tumefika katika kituo hiki cha 14 ambapo tumekutana na makaburi. Kaburi ambalo kwa namna ya pekee katika kanisa letu hili la Hija tunayona wenzetu waliamini na katika imani yao wakalazimika kutoa sadaka kubwa ya kupoteza maisha yao. Nasi tunaalikwa mimi na wewe kushiriki katika kituo hiki cha 14, tuzikwe pamoja na Kristo kaburini. Tunazikwa kwa namna ipi? Tunazikwa kwa kuzika dhambi zetu na mabaya yetu ya moyo kwa njia ya ubatizo. Katika ubatizo wetu tunashiriki mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kipindi hiki cha neema, kipindi hiki cha Kwaresma ambapo tunakaribia kabisa wiki kuu, tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupatanisha na Mungu. Kama vile Paulo anavyotuambia, tunawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Kwa hiyo katika hija yetu hii tumejitoa sisi wenyewe kwa kupatanishwa na Mungu, kwa kuja karibu naye, kusafiri naye katika njia yake ya mateso. Tukijua mimi na wewe siku ya mwisho tutaendelea kuchuchumilia utukufu wa Mungu, siku ile ambayo kwa pamoja tutaunganika kwa pamoja kuimba ule utukufu kwa Mungu juu na amani duniani, kwa imani yetu hiyo tuliyoijenga katika mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Katika roho yangu Bwana, chora
tunakuabudu, tunakushukuru. Habari njema aliyotuletea Yesu ni kwamba baada ya kila Ijumaa Kuu kuja sikukuu ya Pasaka, kwamba punje ya agano sikuanguka itakuwa hali hiyo peke yake, hali ikifa hutoa mazao mengi. Twakushukuru Yesu kwa mateso yako, lakini twakushukuru hasa kwa ufufuko wako, kwa kuwa huo ndio unaotupa hakika ya kuwa hatukuzaliwa kwa ajili ya mateso na maumivu, bali kwa ajili ya heri ya milele. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuze Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Bwana uturumie, uturumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Ndugu zangu katika Kristo, tulianza njia yetu kule kanisani kwamba tunafanya safari ya kiroho, safari ambayo lengo lake ni kuingia mbinguni. Na baada ya kutoka kanisani pale tokeo la Bwana, tumesafiri safari ya wokovu. Ina jasho, ina kuchoka, kutoka Misri mpaka nchi ya ahadi, kufika Sayuni. Kuna safari, mahangaiko mbalimbali, lazima kudumu katika safari hiyo, la sivyo tamaa ya kufika mwishoni haitatosheleza bila kufanya kazi kubwa ya kutembea njia hiyo kwa usahihi, tukielekeza macho yetu na matumaini kwa Mwenyezi Mungu anayefanikisha jambo hilo. Tumefika hapa na kuhitimisha njia ya msalaba kwamba ukombozi una gharama. Kuna gharama ya kukombolewa. Safari ya ukombozi wetu haikuwa rahisi. Vivyo hivyo kwenda mbinguni sio rahisi. Mtu asikudanganye ama usikidanganye mwenyewe. Baada ya kufika kituo hiki cha Hija, sasa tutaingia kanisani tukiimba sifa za watakatifu mashahidi ambao waliishi imani yao, wakasafiri salama, wakapata ushindi. Nasi sote, kila mmoja wetu anaalikwa awe mtakatifu tangu batizo, kupitia maisha ya Ukristo, hatimaye kuingia mbinguni. Hilo la mhusu kila mmoja, hakuna shabiki, kila mmoja ni mchezaji. Tuingie katika miili yetu, katika mioyo yetu na akili zetu, tujipange, tusimpangikie Mungu, bali tumkiri katika imani na kudhihirisha hilo kwenye familia zetu, katika jumuiya zetu na maisha binafsi. Mungu aoneshe utukufu wake, kwa kuwa mkombozi wetu ametukomboa tuishi maisha mapya. Mungu wa matumaini anayetujaza furaha yote na amani katika imani, waweza Roho Mtakatifu awe nanyi. Awe rohoni mwako. Ndugu zangu, hija ni nafasi ya pekee kwetu sisi wa Kristo
ni neema ya pekee aliyotujalia Mungu kwa huruma yake. Tutafakari ukuu wa jubilei kuu ya 2025 kwa imani na matumaini na kuweka nia zetu mbele ya Mwenyezi Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo aliye mlango wetu, ili atubariki kwa njia ya hija hii. Sisi mahujaji wa matumaini tutakase roho zetu na maisha yetu yatakatifuzwe. Tukikumbuka matukio mbalimbali ya maisha yetu, tunaona jinsi Mungu anavyojidhihirisha kwetu kupitia watakatifu wanaosifika kwa kutolea maisha yao kwa ajili ya Kristo. Kupitia ushuhuda wa watakatifu hawa waliotukuka, Mungu atubariki na atuponye na majeraha ya roho na mwili, na kututakatifuza wakati tunaingia kwenye nyumba hii ya sala kwa ajili ya adhimisho la misa takatifu ambayo ni kilele cha sala zote. Nimekukimbilia Bwana, Yesu Kristo. Sasa tutaingia kanisani, tutapitia mlango huu ambao umefunguliwa na Mwashamu Baba Askofu Mkuu. Naomba tuingie katika utaratibu ufuatao. Utatangulia msalaba, alafu watafuata watumishi wengine, alafu watafuata Washamu Baba Maaskofu wetu, watafuata mapadri, mashemasi na mabradha,
na waseminaristi, alafu watafuata watawa wa kike, alafu tutafuata wengine sote. Wakati tukiingia, kama Baba Askofu alivyotuambia katika mawaidha yake, kwamba itakuwa tuna sali litania ya watakatifu wote ambayo itaibwa na Padri Jackson Kanzira. Agostino.
na wote wenye daraja katika utumishi wa kanisa lako. Upende kuwajalia mataifa yote amani na mapatano ya kweli. Upende kuwafariji kwa huruma yako wanaosumbuka na kuteseka. Upende kututhibitisha sisi wenyewe na kutudumisha katika utumishi wako. Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kristo utusikie. Kristo utusikilize. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.